Na hivi sasa ninapoongea nipo katika mtaa wa Nyeburu iliyopo katika kata ya Buyuni. Kubwa zaidi ni mikakati na mipango thabiti ambayo inafanywa na mwenyekiti mpya wa serikali ya mtaa Nyeburu. Hapa niko moja kwa moja na mwenyekiti ambaye anafanua swala zima la ardhi, ambapo amewataka wananchi na wakazi pia na wawekezaji wakifika ndani ya mtaa Nyeburu uko salama swala ardhi. Mwenyekiti, karibu, unaongea na kituo hiki moja kwa moja kwa jina. Mimi nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Sadati Athumani Rwetabura, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyeburu. Kama ulivyozungumza, ndani ya mtaa wetu wa Nyeburu mambo yanaendelea vizuri, wananchi wako vizuri sana na wanaendelea na kazi zao za kila siku za kujiletea maendeleo. Ukiingia kwenye mambo ya ardhi, kweli kipindi cha nyuma kidogo kulikuwa na mtihani kwenye mambo ya ardhi, mambo yalikuwa kidogo yameenda vizuri. Sasa hivi tunajitahidi katika kusuluhisha hiyo migogoro iliyokuwepo, lakini vile tunajitahidi, mimi pamoja na mtendaji na wajumbe wangu, kuhakikisha hatutengenezi tena migogoro mipya ya ardhi. Labda hivi sasa mnavyoongea ofisini kwako, bila shaka umepita migogoro ya ardhi ya awali. Labda kesi zikoje hivi sasa? Speed ya kesi kwenye ofisi yako ikoje upande wa ardhi? Kwa kifupi, sisi kesi huwa hatuamui kesi, lakini tunakuwa tunaleta suluhu. Kuna usuluhishwaji unaofanyika. Kwa mfano, kama juzi kulikuwa na mgogoro, kuna mtu alinunua kipande cha ardhi akiwa na jengo ndani yake, lakini baada ya kununua, baada ya mwaka, yule mtu aliyeuza akarudi akamtafuta mtu mwingine akakopa hela kwake, alafu akapaweka bodi pale ambapo alikuwa amepauza, na akashindwa kurudisha hiyo pesa. Sasa aliposhindwa kurudisha, kwa sababu bodi ndio inayomdhamini mwenye aliyemkopesha, akasema mimi bwana, sasa baada ya kumshindwa kurudisha, mimi nachukua hii dhamana uliyoiweka. Wakati huo wakakutana na yule aliyenunua. Kwa hiyo ukawa mgogoro mkubwa, lakini mwisho wa siku tumesuluhisha, na suluhu iliyopatikana ni kwamba huyu aendelee kumdai huyu, lakini alimpa dhamana ambayo sio mali yake. Kwa hiyo kama wametapeliana au wamefanya nini, lakini kiukweli ni kwamba yule aliyenunua ambaye ndio wa mwanzo ndiye tumemkabidhi eneo lake, alafu huyu wanaendelea kudaiana. Lakini sio hivyo, kuna wengine tunawabana mpaka wanawatafutia maeneo mengine ambayo mtu alimuuzia, alafu akamuuzia mwingine, lakini na yeye ana eneo lake. Kwa hiyo tunasuluhisha, tunahakikisha kwamba yule, kama huna pesa ukamrudishia, basi umtafutie sehemu nyingine. Tumeenda hivyo na mingine bado inaendelea. Huyo ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa Nyeburu akielezea ni jinsi gani ambapo anapambana kuhakikisha mwenye haki anapewa na pia mwenye haki anapewa na ardhi inakuwa salama kwa pande zote mbili. Lakini mwenyekiti huyo alimpokeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Samia swala zima la ardhi, ambapo hapa juzi tu walizindua chombo kimoja ambacho kinasimamia ardhi. Unazungumzaje kuhusu uzinduzi wa Mama Samia kuhusiana na ardhi? Kwanza nikwambie, yule mama amekusudia kutenda haki, na katika vitu ambavyo vilikuwa vinaleta shida katika maeneo yetu, hasa haya ambayo ndio miji mipya, ni migogoro ya ardhi. Sasa baada ya kusema hivyo Mheshimiwa Rais, kwa kweli na sisi ametupa nguvu ambao tumeingia hivi karibuni na katika kupambana na hilo jambo, na limewafanya hata wale wababizi wa ardhi sasa wameanza kuwa na wasiwasi. Kwa mfano, kama juzi kulikuwa na mgogoro, kuna watu walivamia shamba la mama mmoja anaitwa Mashai 1.5, lakini tumejitahidi kuhakikisha tunapata ushahidi
Mama Shayo kaleta ushahidi, lakini wale waliokuwa wamevamia wameshindwa kuleta ushahidi. Na kutokana na kauli ya mama, baada ya kuambia wale wanaosimamia mambo ya ardhi kujigeuza miungu wake, kwa kweli sasa hivi tunaenda vizuri, na kila mtu sasa ameanza kuingia uoga. Wale wavamizi wa ardhi wameacha kuja kuvamia nyumbani. Lakini vile vile kulikuwa na tabia huku, kuna maeneo ya TIA yalipimwa. Sasa kulikuwa na tabia, kwa sababu yale ni maeneo makubwa, waliwapimia wale waliohama, lakini kuna wengine baada ya kuwa mtu anakuwa amepimiwa eneo kubwa, anaamua kuliuza, lakini analiuza kwa kutumia mpango wa kukata viwanja kwenye eneo hilo. Hiyo mambo nimesema haiwezekani na haitoendelea kutokea, kwa sababu kile kiwanja kina jina la mtu mmoja. Unapowauzia watu 4 5 kwenye eneo moja ambalo lishapimwa, ina maana hati utampa nani katika watu. Kwa hiyo nimwambia, kama unataka kuuza, uza lote, na kama unalitumia, tumia lote. Kwa hiyo ni katika hali hiyo ya kupunguza migogoro ya ardhi, kwa sababu mtu unakuta wamejenga majumba 4 5, kila mtu ana nyumba yake akiwa naamini yuko kwake, kumbe wamejenga kwenye eneo la mtu mmoja. Kwa hiyo ndio mambo tunaandaa nayo. Lakini kabla sijaingia, kulikuwa na shamba lingine kama eka 2.5. Wavamizi walikuwa washaanza. Baada ya kuingia uchaguzi, wakasema uchaguzi ukiisha tunaanza na hiyo. Nashukuru Mungu sasa hivi hao wamekimbia wenyewe, baada ya kuona hamna nafasi ya kufanya kitu ambacho walikuwa wamezoea kufanya toka huko mwanzo. Kwa hiyo ni hivyo, tunamshukuru sana Mama Samia, na kwa kweli tunasema mitano tena kwa mama. Mwenyekiti wa serikali za mitaa Nyeburu Bwana Sadati akielezea mipango yake kuhusiana na mambo ya ardhi. Lakini mwisho kabisa, baada ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, alitoa karipio na amesema marufuku madalali kuingia kwenye mtaa wa Nyeburu kudhulumu wananchi wake kama anavyoongea. Toa karipio kwa madalali wote ambao wanadanganyifu wa ardhi. Kwanza nichukue fursa hii kuambia wale wote wavamizi wa maeneo, maana sio madalali. Madalali mimi ninaowajua ni wale ambao wanapewa eneo au wananunua eneo, wanaanza kukata viwanja na kuuza. Lakini kuna wale wavamizi wa maeneo ya watu. Tafadhali, Nyeburu sasa hiyo nafasi hakuna tena. Watafute kazi nyingine ya kufanya, wafanye, watende haki. Haya mambo ya uvamizi hayataruhusiwa kupitia serikali ya mtaa wa Nyeburu.